Mnamo mwaka 1965, ndani ya jengo lisilo na alama maalum katika jiji la Tehran, mwanaume mmoja aliletwa akiwa amefungwa macho yake. Hakujua alipo, hakujua ni nani aliyemkamata. Aliposikia mlango mzito wa chuma ukifungwa nyuma yake, ndipo alitambua ukweli mmoja wa kutisha. Alikuwa mikononi mwa SAVAK. Shirika hili lilikuwa kivuli kisichoonekana cha utawala wa Mohammad Reza Pahlavi, mfalme wa Iran kabla ya mapinduzi ya Kiislamu. Kwa zaidi ya miaka 20, SAVAK ilikuwa mojawapo ya mashirika ya kijasusi yenye hofu kubwa zaidi duniani. Lilitumia ujasusi wa siri, udukuzi wa mawasiliano, ufuatiliaji wa wananchi na hata mateso kwa wapinzani wa serikali. Lakini swali kubwa linaibuka: SAVAK ilianzaje? Kwa nini iliundwa? Na ni kwa namna gani shirika hili liligeuka kuwa silaha ya hofu dhidi ya wananchi wa Irani wenyewe? Katika uchambuzi huu wa kina, tutaingia ndani kabisa ya historia ya kuanzishwa kwa SAVAK, mbinu zake za kijasusi, operesheni zake za siri na mwisho wake ulikuwaje. Ili kuielewa SAVAK, lazima turudi nyuma hadi mwaka 1953. Huu ulikuwa mwaka ambao Iran ilipitia tukio moja muhimu sana katika historia yake ya kisiasa. Tukio lililojulikana kama 1953 Iranian Coup d'etat. Wakati huo waziri mkuu wa Iran alikuwa Mohammad Mossadegh. Mossadegh alikuwa kiongozi aliyependwa na wananchi kwa sababu alifanya jambo ambalo mataifa ya magharibi hayakupenda kabisa. Alitaifisha mafuta ya Iran kutoka kwenye kampuni ya Uingereza iliyojulikana kama Anglo-Iranian Oil Company. Hatua hii ilitishia maslahi ya kiuchumi ya mataifa makubwa. Ndipo Marekani kupitia Central Intelligence Agency ama CIA pamoja na Uingereza kupitia MI6 wakaandaa operation ya siri kuiondoa serikali ya Mossadegh. Operesheni hiyo iliitwa Operation Ajax. Ndani ya operesheni hiyo, maandamano yalipangwa, wanajeshi walihamasishwa na propaganda zilienezwa, na hatimaye Mossadegh akaondolewa madarakani. Baada ya tukio hili, mamlaka kamili ya Iran ikarudi kwa mfalme Shah Mohammad Reza Pahlavi. Lakini Shah alikuwa na hofu kubwa, akihofia wanaharakati, wanafunzi, wanajeshi na viongozi wa kidini wangeweza kupanga mapinduzi dhidi yake. Ndipo akafanya uamuzi mmoja mkubwa sana, kuunda shirika la kijasusi litakalolinda utawala wake kwa gharama yoyote. Hapo ndipo mwaka 1957 likazaliwa shirika la SAVAK. SAVAK haikuanzishwa na Iran peke yake. Kwa kweli ilipata msaada mkubwa kutoka mataifa ya magharibi. Maafisa wa kwanza wa SAVAK walipata mafunzo kutoka kwa Central Intelligence Agency ama CIA pamoja na shirika la kijasusi la Israeli Mossad. Wataalamu hawa waliwafundisha maafisa wa Iran mbinu za kupeleleza, jinsi ya kuendesha mawakala wa siri, mbinu za kuuliza maswali kwa washukiwa na namna ya kufuatilia wapinzani wa kisiasa. Kiongozi wa kwanza wa SAVAK alikuwa jenerali aliyeitwa Taimur Bakshia. Bakshia alikuwa mwanajeshi mwenye nguvu sana na mwenye ushawishi mkubwa serikalini. Chini ya uongozi wake, SAVAK ilianza kukua kwa kasi. Ndani ya miaka michache tu, ilijenga mtandao mkubwa wa wapelelezi, iliweka mawakala kwenye vyuo vikuu, ikaweka macho na masikio ndani ya jeshi na hata ndani ya taasisi za kidini. Kwa kifupi, hakukuwa na sehemu Iran ambayo SAVAK haikufikia. Moja ya sababu zilizoifanya SAVAK iwe na nguvu kubwa ni mtandao wake wa kiupelelezi. Inakadiriwa kuwa katika kilele chake, SAVAK ilikuwa na maafisa rasmi zaidi ya 5,000 pamoja na mawakala wa siri kati ya 20,000 hadi 60,000. Mawakala hawa walikuwa kila mahali: vyuo vikuu, ofisi za serikali, magazeti, makanisani, misikitini na hata katika familia za kawaida. Hili limaanisha jambo moja: hakuna aliyekuwa na uhakika kama mtu anayezungumza naye alikuwa raia wa kawaida au mpelelezi wa SAVAK. Matokeo yake yalikuwa ni hofu kubwa ndani ya jamii ya Iran. Wananchi wengi waliogopa kuzungumza kuhusu siasa, kukosoa serikali au hata kutoa maoni yao hadharani, kwa sababu neno moja tu lingeweza kuwapeleka moja kwa moja kwenye ofisi za SAVAK kwa mahojiano, na mara nyingi mahojiano haya hayakuwa rahisi. Baada ya kujengwa kwa nguvu kubwa ndani ya Iran, shirika la SAVAK halikuishia tu kufuatilia wapinzani wa ndani.
Lilianzisha pia operesheni za siri ndani na nje ya nchi. Lengo kuu la operesheni hizi lilikuwa kulinda utawala wa mfalme, kuzuia mapinduzi, kuharibu makundi ya wapinzani na kufuatilia harakati za kisiasa duniani ambazo zinaitishia Iran. Kwa miaka mingi, SAVAK ilijulikana kama moja ya mashirika yenye mtandao mkubwa zaidi wa ujasusi katika eneo la Mashariki ya Kati, na operesheni zake zilikuwa katika maeneo matatu makubwa: 1. Ujasusi wa ndani ya Iran; 2. Operesheni za kimataifa; 3. Vita ya siri dhidi ya wana mapinduzi. Ndani ya Iran, kazi kubwa ya SAVAK ilikuwa kuwafuatilia wapinzani wa serikali. Makundi yaliyolengwa sana yalikuwa wanafunzi wa vyuo vikuu, wanaharakati wa kisiasa, wanazuoni wa kidini, waandishi wa habari na wanachama wa vyama vya siasa. SAVAK iliunda mfumo wa ufuatiliaji mkubwa sana. Walifanya mambo kama kusikiliza simu za watu, kufungua barua zao kwa siri, kufuatilia mikutano ya kisiasa, kupandikiza mawakala ndani ya makundi ya upinzani. Katika baadhi ya vyuo vikuu kulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa mawakala wa siri wa SAVAK. Kazi yao ilikuwa kuripoti nani anazungumza dhidi ya serikali, nani anasambaza maandiko ya kisiasa na ni nani anahudhuria mikutano ya siri. Kwa njia hii, SAVAK iliweza kujua harakati za wapinzani kabla hata hazijaanza. Katika miaka ya 1960 na 1970, Iran ilianza kushuhudia kuibuka kwa makundi ya wanamapinduzi. Baadhi yao walikuwa wanaharakati wa mlengo wa kushoto, makundi ya Kiislamu na wanamapinduzi waliopinga utawala wa kifalme. Moja ya makundi yaliyochunguzwa sana, People's Mujahideen Organization of Iran. Kundi hili lilikuwa linapanga mashambulizi dhidi ya serikali, propaganda dhidi ya Shah na kuhamasisha mapinduzi. SAVAK ilianzisha operesheni kubwa dhidi ya kundi hili. Operesheni hizo zilihusisha kukamatwa kwa viongozi wao, kuvunja mitandao yao na kupandikiza mawakala ndani ya kundi hilo. Katika matukio mengi, mawakala wa SAVAK waliweza kuingia ndani kabisa ya makundi hayo ya wapinzani na kutoa taarifa kabla ya mashambulizi kupangwa. Hili ilifanya serikali ya Shah iweze kuvunja harakati nyingi za mapinduzi mapema. SAVAK haikufanya kazi ndani ya Iran pekee, pia ilikuwa na operesheni za kimataifa katika nchi nyingi duniani. Lengo lilikuwa ni kufuatilia wapinzani waliokimbilia nje ya nchi. Wapinzani wengi wa serikali ya Shah waliishi katika nchi za Ulaya, Marekani na Mashariki ya Kati. SAVAK iliweka mawakala katika miji mikubwa kama Paris, London na Washington. Katika maeneo haya, mawakala wa SAVAK walikuwa wakifanya kazi kama wanadiplomasia, wafanyabiashara na wanafunzi. Lakini kazi yao ya kweli ilikuwa ni kupeleleza wapinzani wa serikali ya Iran. Katika baadhi ya matukio, wapinzani waliokuwa nje ya nchi waliripoti kufuatiliwa, kutishiwa au kushambuliwa na mawakala wa SAVAK. Mmoja wa maadui wakubwa wa utawala wa Shah alikuwa ni kiongozi wa kidini aliyeitwa Ruhollah Khomeini. Khomeini alikuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Shah. Alikosoa sera za kisiasa, ushawishi wa mataifa ya magharibi na mageuzi ya kijamii yaliyofanywa na Shah. SAVAK ilianza kumfuatilia Khomeini kwa karibu sana. Mwishowe serikali ikamkamata na kumfukuza kutoka Iran mnamo mwaka 1964. Lakini hata alipokuwa uhamishoni katika nchi kama Iraq na baadaye Ufaransa, SAVAK iliendelea kumfuatilia. Mawakala wake walikuwa wakiripoti hotuba zake, mikutano yake na mawasiliano yake na wafuasi wake ndani ya Iran. Hata hivyo, licha ya ufuatiliaji huo mkali, ujumbe wa Khomeini uliendelea kuenea ndani ya Iran na pole harakati za mapinduzi zilianza kukua. Mbali na ujasusi na kukamata wapinzani, SAVAK pia ilijihusisha na vita vya propaganda. Walifanya mambo kama kudhibiti magazeti, kufuatilia wanahabari na kuhariri habari zinazotolewa kwa umma. Magazeti ambayo yalikuwa yanakosoa serikali mara nyingi yalifungiwa, waandishi wake walikamatwa au walitishiwa. Kwa njia hii serikali ya Shah iliweza kudhibiti simulizi ya kisiasa ndani ya Iran. Lakini kadri ya miaka ilivyopita, ukandamizaji huu ulianza kuongeza hasira kwa wananchi, na hatimaye hofu iliyojengwa na SAVAK ilianza kugeuka kuwa adhabu ya wananchi. Katika ulimwengu wa ujasusi, nguvu ya shirika haipimwi tu kwa idadi ya mawakala wake.
inapimwa kwa kitu kingine muhimu zaidi, mbinu zake za siri. Na katika hili, shirika la kijasusi la Iran lilijenga sifa ya kuwa moja ya mashirika yaliyokuwa na mbinu kali zaidi za ujasusi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mbinu hizi ziligawanyika katika maeneo makuu manne: 1. Ufuatiliaji wa siri; 2. Udukuzi wa mawasiliano; 3. Upandikizaji wa mawakala; 4. Mbinu za mahojiano na uchunguzi. Mbinu hizi ziliifanya SAVAK iweze kudhibiti karibu kila harakati ya kisiasa ndani ya Iran kwa zaidi ya miaka 20. Moja ya mbinu muhimu sana ya SAVAK ilikuwa ni ufuatiliaji wa watu waliotiliwa shaka. Watu waliolengwa sana walikuwa wanaharakati wa kisiasa, wanafunzi wa vyuo vikuu, viongozi wa kidini na waandishi wa habari. SAVAK ilikuwa na maafisa maalum ambao kazi yao ilikuwa ni kufuatilia watu kimya kimya. Walifanya mambo kama kufuatilia safari za mtu, kurekodi mikutano yake, kujua nani anakutana naye na hata kufuatilia mahali anapoishi. Katika miji mikubwa kama Tehran, watu waliokuwa kwenye orodha ya ufuatiliaji mara nyingi walikuwa ni maafisa wa SAVAK wanaofuatilia kila siku watu na nyendo zao. Lakini ufuatiliaji huu haukuishia mitaani tu. SAVAK ilijenga mfumo mkubwa wa ufuatiliaji wa kijamii. Majirani, wafanyakazi wenzako au hata marafiki wa mtu waliweza kuombwa kutoa taarifa kwa siri kuhusu mtu anayeshukiwa. Kwa njia hii, serikali ya Shah iliweza kujua harakati za watu wengi bila wao kujua. Mbinu nyingine muhimu sana ya SAVAK ilikuwa ni kusikiliza mawasiliano ya watu. Katika miaka ya 1960 na miaka ya 1970, mawasiliano makubwa yalikuwa kupitia simu, barua pepe na Telegram. SAVAK iliunda idara maalum iliyokuwa na kazi ya kusikiliza mazungumzo ya simu, kufungua barua za watu na kuchambua mawasiliano ya kisiasa. Barua nyingi zilizokuwa zinatoka au kuingia Iran zilipitia uchunguzi wa siri. Kama barua ilikuwa na maudhui ya kisiasa au ya upinzani, mara nyingi ilikuwa inacheleweshwa, kunakiliwa au wakati mwingine haikuwahi kufika kwa mpokeaji. Mbinu hizi ziliifanya SAVAK kuwa na taarifa nyingi sana kuhusu wapinzani wa serikali. Moja ya mbinu hatari zaidi ya SAVAK ilikuwa ni kupandikiza mawakala ndani ya makundi ya upinzani. Makundi mengi ya kisiasa yaliyokuwa yanapanga mapinduzi dhidi ya utawala wa Shah yalikuwa na mawakala wa siri wa SAVAK ndani yake. Wakala hawa walikuwa wanafunzi, wanaharakati au watu waliokuwa wanaonekana kama wanachama wa kawaida wa kundi, lakini kwa siri walikuwa wakipeleka taarifa kwa SAVAK. Kwa njia hii, serikali iliweza kujua mipango ya maandamano, mashambulizi yaliyopangwa au mikutano ya siri ya wapinzani. Katika baadhi ya matukio, hata makundi ya wapinzani yaligundua kuwa kiongozi wao mwenyewe alikuwa mpelelezi wa SAVAK. Hii ilisababisha hofu kubwa ndani ya harakati za mapinduzi. Sehemu yenye utata mkubwa katika historia ya SAVAK ilikuwa ni mbinu zake za mahojiano kwa washukiwa. Watu waliokamatwa kwa tuhuma za kupinga serikali walikuwa wakipelekwa kwenye vituo maalum vya uchunguzi. Katika vituo hivi, maafisa wa SAVAK walikuwa wakifanya mahojiano ya kina ili kupata taarifa kuhusu mitandao ya wapinzani, viongozi wa kisiasa au mipango ya mapinduzi. Mashirika mengi ya haki za binadamu yaliwahi kudai kwamba katika baadhi ya matukio washukiwa walikumbana na mateso makali wakati wa mahojiano. Ripoti hizi zilienea sana ndani na nje ya Iran. Matokeo yake, sifa ya SAVAK ilianza kubadilika kutoka kuwa shirika la ulinzi wa taifa na kuwa alama ya hofu kwa wananchi wengi. Kadri miaka ilivyopita, mbinu hizi zilianza kuathiri sana jamii ya Iran. Watu wengi waliishi katika hali ya hofu, kutokuaminiana na ukimya wa kisiasa. Katika baadhi ya familia, watu waliogopa hata kuzungumza kuhusu siasa ndani ya nyumba zao, kwa sababu hawakuwa na uhakika kama mtu mmoja ndani ya familia angeweza kuwa mtoa taarifa kwa SAVAK. Hii ilifanya jamii ya Iran kuwa na mazingira ya hofu ya kudumu. Lakini historia inaonyesha jambo moja muhimu sana: kadri hofu ilivyoongezeka, ndivyo pia hasira za wananchi zilivyoongezeka. Na hasira hiyo hatimaye ikageuka kuwa kitu ambacho hata SAVAK hawakuweza kukizuia. Kwa miaka zaidi ya 20, shirika la SAVAK lilionekana kama ngome isiyoweza kuvunjika ndani ya Iran. Lilikuwa na maelfu ya maafisa,
mtandao mkubwa wa wapelelezi na nguvu kubwa ya kisiasa. Lakini kadri miaka ya 1970 ilivyoendelea, hali ndani ya Iran ilianza kubadilika. Wananchi wengi walianza kuchoshwa na mambo kadhaa makubwa: ukandamizaji wa kisiasa, kukosekana kwa uhuru wa kujieleza, tofauti kubwa kati ya matajiri na masikini, na ushawishi mkubwa wa mataifa ya magharibi katika siasa za Iran. Hasira hizi polepole zilianza kugeuka kuwa harakati za upinzani dhidi ya utawala wa Shah. Na katika harakati hizi, shirika la SAVAK likawa alama ya ukandamizaji wa serikali. Katika miaka ya mwisho ya utawala wa Mohammad Reza Pahlavi, maandamano yalianza kuongezeka katika miji ya Iran. Watu waliandamana wakidai uhuru wa kisiasa, mageuzi ya serikali na kuondoka kwa utawala wa kifalme. Maandamano hayo yalitokea katika miji mikubwa kama Tehran, Qom na Tabriz. Serikali ilijaribu kuyazuia maandamano hayo kwa kutumia polisi, jeshi na maafisa wa SAVAK. Lakini kadri ukandamizaji ulivyoongezeka, ndivyo pia idadi ya waandamanaji ilivyoongezeka. Katika kipindi hiki, sauti ya upinzani ilianza kuongozwa na kiongozi wa kidini aliyekuwa uhamishoni, Ruhollah Khomeini. Kutoka uhamishoni, Khomeini alikuwa akitoa hotuba kali dhidi ya Shah, ujumbe wa kisiasa uliosambazwa kwa siri ndani ya Iran, na wito wa wananchi kuungana dhidi ya utawala wa kifalme. SAVAK ilijaribu sana kudhibiti usambazaji wa ujumbe wa Khomeini, lakini wakati huo teknolojia mpya kama kanda za sauti ama cassette tape zilikuwa zimeanza kutumika. Hotuba za Khomeini zilirekodiwa na kusambazwa kwa siri katika misikiti, vyuo vikuu na mikutano ya wananchi. Kwa njia hii, ujumbe wake uliendelea kuenea licha ya juhudi za SAVAK kuuzuia. Mnamo mwaka 1978 ulikuwa mwaka wa mabadiliko makubwa katika historia ya Iran. Maandamano yaliongezeka sana katika miji mbalimbali. Katika baadhi ya matukio, mamia ya watu waliuawa wakati wa maandamano. Tukio moja lililotikisa sana nchi lilitokea wakati wa maandamano makubwa yaliyojulikana kama Black Friday, Iran, mwaka 1978. Katika tukio hili, wanajeshi walifyatua risasi dhidi ya waandamanaji katika jiji la Tehran. Tukio hilo liliongeza ghadhabu ya wananchi dhidi ya serikali. Kuanzia hapo, maandamano yakawa makubwa zaidi kuliko hapo awali. Kadri mgogoro ulivyozidi, utawala wa Shah ulianza kupoteza udhibiti. Serikali ilijaribu kufanya mageuzi kadhaa ili kupunguza hasira za wananchi, lakini ilikuwa tayari imeshachelewa. Hatimaye mwezi Januari mwaka 1979, Mfalme Mohammad Reza Pahlavi aliondoka Iran. Kuondoka kwake kulionekana kama mwisho wa utawala wa kifalme uliodumu kwa miongo kadhaa. Baada ya hapo, kiongozi wa mapinduzi Ruhollah Khomeini alirudi Iran kutoka uhamishoni. Mamilioni ya wananchi walimkaribisha katika mitaa ya Tehran. Na hapo ndipo Iran iliingia katika enzi mpya ya kisiasa. Baada ya mapinduzi ya Iran Revolution, moja ya hatua za kwanza zilichukuliwa na serikali mpya ilikuwa ni kuvunja kabisa shirika la SAVAK. Wananchi wengi waliona shirika hili kama chombo cha ukandamizaji, ishara ya utawala wa Shah na chanzo cha hofu katika jamii. Majengo ya SAVAK yalivamiwa na waandamanaji, baadhi ya maafisa wake walikamatwa, wengine walikimbia nje ya nchi. Serikali mpya ilianzisha taasisi mpya ya kijasusi ili kuchukua nafasi yake. Taasisi hiyo baadaye ilijulikana kama Ministry of Intelligence of the Islamic Republic of Iran. Lakini licha ya kuanguka kwake, jina la SAVAK lilibaki katika historia kama ni moja ya mashirika yenye ushawishi mkubwa na yenye utata mkubwa katika historia ya Iran. Hadithi ya SAVAK ni hadithi ya nguvu, hofu na siasa. Ni hadithi inayotuonyesha jinsi serikali inavyoweza kutumia taasisi za usalama kulinda utawala wake. Lakini pia ni hadithi inayotuonyesha kwamba hata mashirika yenye nguvu zaidi yanaweza kuanguka pale wananchi wanapoamua kubadilisha historia yao. Kwa miaka zaidi ya 20, SAVAK ilikuwa kivuli kinachoogopwa katika maisha ya watu wa Iran. Lakini mnamo mwaka 1979, kivuli hicho kilitoweka na kuacha nyuma moja ya sura za kusisimua zaidi katika historia ya kisiasa ya Mashariki ya Kati. Hiyo ndiyo historia ya SAVAK, shirika la kijasusi la Iran, kuanzia miaka hiyo ya utawala wa Mfalme Mohammad Reza Pahlavi. Basi ni kuombe subscribe na kugusa alama ya kengele ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia makala zetu. Mimi sina la ziada,
Nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.